Mungu mwenye upendo tele na mwenye nguvu na uweza na mamlaka, Baba, ninakuja mbele ya uso wako, natoa tena asante na heshima kwako kunipa muda huu mzuri ili niweze kuhojiana na ndugu zangu wanaonisikiliza kwa ajili ya neno lako. Ninakuomba kwa muda huu Roho wako aendelee kukaa pamoja nasi, kutufundisha na kutupatia yale yaliyomo ndani ya neno ili tuweze kufaidika kwa ajili ya neno hili, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Somo ambalo tutajifunza linasema kupakwa mafuta ili kubomoa nguvu za adui, ili kuharibu nguvu za adui. Kupakwa mafuta inamaanisha kumiminiwa mafuta na kwa lengo la kubomoa nguvu za adui. Hii ni upako tofauti na upako mwingine wa kuwekwa wakfu kwa ajili ya kazi maalum. Hii ni upako ambayo inalenga kubomoa nguvu za adui, uadui wote uliosimama kwako katika nyakati mbalimbali ulizozipitia, huo uadui uweze kuanguka na kushindwa. Hilo ndilo lengo la somo hili. Kwa kila msikilizaji ambaye anasikia somo hili, amekuwa kandidati wa ushindi dhidi ya maadui zake. Huu ni upako utakaomwangukia ili aweze kushinda maadui zake, ili aweze kushinda ngome zilizotegwa dhidi yake katika kipindi cha nyakati ambazo zimepita au katika kipindi cha nyakati ambazo ziko mbele. Huyu aweze kupokea huu upako na kuweza kuangusha ngome za ubaya ambazo zilisimamishwa na adui zake. Kwa njia hii, andiko linasema hivi kwenye Isaya 61 kwa mstari wake wa kwanza hadi 3: Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuwaagizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majifu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana, ili Bwana atukuzwe. Amen. Ndugu mpendwa, mimi ni chombo tu ambacho Mungu amekitumia kwa ajili ya kukupaka wewe mafuta. Maana mimi Bwana amekwisha kunipaka tayari mafuta kupitia neno hili, ili niweze kukutangazia uhuru wako. Uhuru wako utakuwa wakati utakapokuwa umepokea huu upako ambao ni wa kuangusha adui zako, upako ambao wa kubomoa ngome za adui zako, upako ambao utasababisha kwamba vazi walilokuvika, vazi walilokuvalisha na kuendelea kuwa katika hali ya kilio, hilo vazi likuondokee na Bwana akuvike vazi mpya, vazi mpya la furaha, vazi mpya la amani, vazi mpya la salama, ili uadui wote uliojiinua kwako uwe umeanguka. Katika jina la Yesu Kristo ninakuagiza tangu sasa, ili mafuta haya yawe juu yako na ngome za adui zako waanguke chini. Unaposikiliza somo hili, uwe na uhakika kwamba umeupokea ushindi. Haijalishi nyakati zilizopita, haijalishi shida ulizopitia, haijalishi kilio cha maisha yako. Usikilizapo neno hili, uamini kwamba maadui zako wote wameyeyuka mioyo, maadui zako wote wameshindwa, na ngome zote walizozisimamisha mbele yako zimeanguka kwa sababu ya kupakwa mafuta. Bwana akujalie neema, na siku ya leo ujue kwamba ndiyo siku yako ya kupakwa. Asante. Neno hili linaenda kukamilika katika maisha yako, kukupatia nafasi ili mwenyewe uweze kujua kile ambacho unaweza kufanya kwa kuliamini neno hili ili likae kwako. Isaya 10:27 inasema, tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako,
na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Acha nikwambie ndugu msikilizaji, kifungo walichokiweka kwako, kile walichoweka kwenye shingo lako, kile walichoweka katika akili yako, kile walichowekwa kwenye miguu yako, kile kifungo, nira ile itaanguka kwa sababu ya mafuta ambayo umepakwa, kwa sababu ya mafuta ambayo umepakwa. Neno la Mungu linakupaka leo. Unaposikia kwa masikio yako, acha ufunguliwe katika jina la Yesu. Acha upewe uhuru katika jina la Yesu. Acha upewe amani katika jina la Yesu. Kilio ulikuwa nacho kikuondokee. Bwana kuvike vazi la sifa. Bwana kuvike vazi la ushuhuda. Bwana kuvike vazi la shukrani. Yawezekana ulilia kwenye kipindi kimepita, mwaka wote wa 2023 ulivivote, lakini acha Mungu akupe kuishi. Acha Mungu akupe ushuhuda. Acha Mungu akupe nafasi nzuri ambayo na wewe utasimama mbele ya watu na kushuhudia matendo makubwa ya Bwana, ili Bwana mwenyewe akupe furaha, akupe amani, kwa sababu amani ya Bwana inapita amani duniani, amani ambayo inaletwa na vitu. Hii ni amani siyo ya kawaida. Acha ikae kwako, ili nira ya kilio chako ikuondokee katika jina la Yesu. Kukwama kwako kukuachilie katika jina la Yesu. Kuzuizwa kwako kuondoke katika jina la Yesu, kwa sababu ya upako huu ambao ninauamuru kwako. Unaposikiliza, usikilizapo na upokee katika jina la Yesu. Uelewe kwamba Mungu ana kile ambacho amekusudia kukifanya kwako, kukusaidia na kukupatia nafasi ili uweze kusaidiwa. Samueli wa kwanza sura yake ya 10 kwa mstari wa kwanza inasema hivi: ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zako. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Amen, amen. Bwana ameahidi mwenyewe kukupaka mafuta. Haya mafuta ambayo nayapaka juu yako, haya mafuta aliyoyapaka kwa Daudi, yalikuwa mafuta ya kukomboa Israeli dhidi ya maadui zao. Maana Israeli ilikuwa na maadui wengi. Israeli ilikuwa inawindwa na mataifa mengi, walijiweka pamoja kupigana na Israeli. Lakini Mungu alipompaka mafuta Daudi, alimupa uwezo wa kukomboa Israeli dhidi ya maadui zako. Na hivi sasa leo nami nimekutangazia ukombozi wa Bwana kwa kupakwa mafuta, ili maadui zako wasipate tena nguvu kwako, maadui zako wasipate tena nguvu dhidi yako. Kwa kila njia yote uliyopitia, pote walipokukwamisha, tangu sasa wataachilia kwa sababu ya upako huu. Nira waliokuvalisha kwenye shingo, Bwana atakuondolea, kwa kuwa upako huu wa Bwana utatembea pamoja na wewe, ili kwenye upako ule nira zote zianguke, vikwazo vyote vianguke, vizuizo vyote vianguke, usonge mbele pamoja na Bwana. Maana Bwana amekusudia ili aweze kukupigania vita wewe na kukufanya tofauti na jinsi ulivyokuwa, kukufanya tofauti na jinsi ulikuwa 2023, ili 2024 uwe mtu ambaye si tofauti, ambaye si kawaida, mtu ambaye amepakwa na Bwana. Mafuta ambayo unapakwa na Bwana ni ya ushindi kwa maadui zako, ni ya ushindi dhidi ya wanaokuwinda, ni ya ushindi dhidi ya wanaokutega. Watakutega lakini mtego yao utakamata, watakuinulia vita lakini vita vyao havitawezekana. Maana haya mafuta ni mafuta ya ushindi dhidi ya maadui zako, mafuta ya ushindi dhidi ya uchawi, mafuta ya ushindi dhidi ya miungu, mafuta ya ushindi dhidi ya wale wenye kusikia wivu juu ya maisha yako. Bwana atakufuata kwa mafuta haya, katika ofisi mahali unapotumikia, katika kazi za biashara mahali unapotumika, haya mafuta yatakupaka. Unaposikiliza somo hili, uliamini ndani ya moyo wako na litafanya kazi kwa ajili yako. Yawezekana kipindi kimepita, kilikuwa kipindi kigumu, kipindi kimepita, ulikuwa umezuizwa kwenda, lakini acha nikwambie, Bwana amenituma nije nikupake mafuta kwa neno hili, na haya mafuta
ni ya mafuta ya kukutosha chini ya kongwa ya adui zako, mafuta ya kukutosha chini ya mitego ya adui zako, ili maadui zako washtuke na washangae, wasijue jinsi ulivyotoka. Kumbe Bwana amekupaka, Bwana amekufungua, Bwana amekuweka huru, amekupa nafasi, amekupanulia maeneo yako. Kwa mwaka huu yatakuwa maeneo makubwa, kwa sababu utarekipere maeneo yale ambayo maadui zako walikuwa wamekuzuiza usiweze kuingia ndani. Utayakanyanga ndani kwa upako huu wa mafuta ya ushindi dhidi ya maadui zako. Bwana akampaka Daniel, akampaka Daudi mafuta. Alipomaliza kumpaka Daudi mafuta, Daudi akawakomboa Israeli dhidi ya mkono wa maadui zao. Maadui zao hawakuweza tena kusimama, maadui zao hawakuweza tena kuwashinda. Mungu akujalie neema, uoga wako uishe, usiongeze kuwa na hofu, usiongeze kuwa na mashaka. Simama kwa bidii, songa mbele, ili Bwana aende pamoja na wewe, wala usiogope chochote. Kitabu cha Kutoka sura ya 6 mstari wake wa 6 hadi 8. 6:8 Kutoka inasema, basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Yehova, nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Wamisri, nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa, nami nitawatoaeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova Mungu wenu, niwatoaye mtoke chini ya mizigo ya Wamisri. Amen. Mungu akubariki msikilizaji mzuri. Leo unatoka chini ya mizigo ya maadui zako. Leo unatoka chini ya kulemewa na maadui zako. Bwana amekutangazia uhuru, na uhuru yule anaokutangazia ni uhuru wa kuvaa sifa, vazi la sifa, na kukuvua vazi la kilio, kukuvika vazi la shukrani, na kukutosha vazi la kukosa shukrani. Mungu akubariki, na Mungu awe pamoja nawe daima. Mwaka 2024 uwe mwaka wa baraka kwako, uwe mwaka wa kusonga mbele, uwe mwaka wa kufanya hatua, uwe mwaka wa kukonkerire maeneo yote ambayo ulikuwa umezuiza kuingia ndani. Mungu akubariki. Ndugu msikilizaji unayenisikiliza, ili uweze kuwa unafuata mafundisho yetu kila wakati, usikose kujiabone, usikose vile kukomante, na usikose kulike, ili ukuwe unapata produit zetu wakati yenye tunazilanse. Ikiwa utakuwa umefurahishwa na mafundisho, vraiment usikose kukomante na usikose kueme. Na kama unahitaji kuwa na maelekezo fulani kwa ajili ya somo, au unataka maombi, utafuata namba yangu ya simu iko pale, utaniita kwa WhatsApp